Military Watch. Fatai tu haiwezi kuzuiwa na makombora ya Marekani. Jarida maarufu la Military Watch limefichua kuwa ni karibu muhali kuweza kuzuia kombora jipya la hypersonic la Iran Fatai tu kutokana na kasi yake ya kustajabisha na uwezo wake mkubwa wa manuva. Ni baada ya kutangaza kuwa Iran imeanza kutumia makombora yake ya hypersonic ya Fatai tu dhidi ya shabaha za Marekani na Israeli. Jarida hilo la utafiti wa masuala ya kijeshi limechapisha picha za mashambulizi ya karibuni ya Iran dhidi ya maeneo muhimu ya Israeli na kusema kuwa teknolojia ya kisasa iliyotumiwa katika kombora la Fatai tu ni hatua muhimu sana katika mlingano wa kijeshi wa Asia Magharibi. Jarida hilo limeripoti kuwa utumiaji wa makombora hayo ni dhihirisho la uwezo wa aina yake na ishara ya kuongezeka upeo wa mapigano ya sasa. Ripoti ya uchambuzi ya Military Watch imesisitiza kuwa kuingia Iran katika klabu za nchi zenye makombora ya hypersonic kunatoa changamoto kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya utawala wa kizayuni wa Israeli. Military Watch imeripoti kuwa kombora hilo lenye uwezo wa kulenga shabaha umbali wa kilomita 1400 lina kichwa cha mlipuko chenye kasi kubwa ya Mach 13 hadi 15 karibu kilomita 18,500 kwa saa. Jarida hilo limeripoti kuwa kasi na uwezo wa manuva wa kombora hilo la Fatai tu unafanya kazi ya kuweza kuiwinda kuwa muhali. Military Watch imesema utumiaji wa makombora mapya ya Iran katika vita vya sasa umetatiza sana mipango ya Magharibi na utawala wa kizayuni wa Israeli. Na nilikujuza juu ya taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Anadolu la Uturuki. Lilisema kwamba tangu kuanza kwa vita vya sasa vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran Jumamosi iliyopita Februari 28, Jamhuri ya Kiislamu imeharibu zana za kivita za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 2. Hata hivyo, kituo cha utafiti wa juu cha Marekani CPA kimekosoa vikali serikali ya nchi hiyo kwa kuanzisha vita vingine magharibi mwa Asia na kuandika kuwa Donald Trump anatenda kinyume na ahadi zake za uchaguzi. Na CPA imefichua kuwa vita dhidi ya Iran imesababisha hasara kubwa kwa Marekani na kwamba mbali na kuuawa idadi kadhaa ya wanajeshi wa nchi hiyo hadi tarehe 3 Machi, yaani katika siku 3 za vita hivyo, Marekani ilikuwa imepata hasara ya dola bilioni 5 za walipa kodi wa nchi hiyo. Hii ni kwa upande wa kituo cha utafiti cha juu cha Marekani CPA. Shirika la habari la Uturuki Anadolu liliripoti kwamba sambamba na tangazo la jeshi la walinzi la mapinduzi la Iran la kuendelea kushambulia maslahi ya Marekani kwenye eneo la magharibi mwa Asia, vyombo vya habari vya kigeni pia vinaripoti kuwa Marekani imepata hasara kubwa ya zana za kijeshi zinazoendelea kuharibiwa na mashambulizi ya Iran. Sasa hayo yakiendelea, msemaji wa kamandi ya majeshi ya Iran ya Hatam al-Anbiya ametoa taarifa nyingine akisema kwamba wanajeshi 100 wa Marekani wameuawa katika shambulizi la Iran huko Dubai. Taarifa iliyotolewa na msemaji huyo wa kamanda ya majeshi ya Iran inasema kituo hicho cha mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani katika mji wa Dubai kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu kilikuwa na wanajeshi 160. Amesema kwa mujibu wa taarifa za kiintelijensia na kutoka uwanjani, wanajeshi 100 wa Marekani wameangamizwa katika shambulizi mseto lililoshirikisha makombora na ndege zisizo na rubani. Ni vyema kuashiria hapa kuwa Marekani na washirika wake wanatumia mbinu ya kuficha hasara zinazosababishwa na vipigo mtawala vya jeshi la Iran na hata kuadhibu wale wanaorusha hewani picha na video za matukio hayo. Katika muktadha huo, polisi Dubai imetahadharisha kuwa wale wanaochukua picha na video za milipuko ya mashambulizi ya makombora ya Iran kujibu uchokozi wa Marekani watakabiliwa na adhabu ya faini na karibu dola 60,000 za Marekani. Gazeti la Gulf Times limeripoti kuwa polisi ya Dubai imetahadharisha wakazi wa mji huo kwamba ni marufuku kurusha hewani maudhui inayokwenda kinyume na taarifa ya serikali. Na polisi ya Dubai imesema mtu yeyote atakayekiuka tangazo hilo atakabiliwa na adhabu ya kifungo jela na faini ya dirham 200,000 karibu dola 54,400 za Marekani. Kwa hiyo hii ndo hatua ambayo sasa imefikia. Lakini waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran anasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameisaliti diplomasia na watu wa Marekani waliompigia kura, akisisitiza kuwa wakati uongo mkubwa unapopotosha ukweli wa mambo, matarajio yasiyo ya kweli katu hayawezi kutimizwa. Saidi Abbas Araghchi amesema hayo katika ujumbe uliotumwa kwenye mtandao wa kijamii wa X. Ameashiria mienendo ya Donald Trump kuhusu mwenendo wa diplomasia ulioanza kati ya Marekani na Iran na kusema wakati mazungumzo magumu ya nyuklia yanapofanywa kama muamala wa kuuza na kununua milki, na pindi uongo mkubwa unapotumiwa kupotosha ukweli, matarajio yasiyo halisi kamwe hayawezi kutimia. Matokeo yake ni kupigwa mabomu meza mazungumzo kwa chuki. Said Araghchi amesisitiza kuwa Trump ameisaliti diplomasia na pia wa Marekani waliompigia kura. Jumamosi tarehe 28 Februari, Marekani na utawala wa Israeli zilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran
na kumuua shahidi kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu pamoja na makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa jeshi, wakati Iran na Marekani zikiwa zimekamilisha duru 3 za mazungumzo ya nyuklia na zikijitayarisha kwa duru ya 4 ya mazungumzo hayo. Ila pia Russia kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje anasema kuwa kimya cha jamii ya kimataifa mbele ya mauaji yaliyofanywa na Marekani dhidi ya wanafunzi wa shule ya msingi nchini Iran ni jambo la kushangaza. Maria Zakharova ameashiria shambulizi la Marekani na Israeli lililolenga shule ya msingi ya wasichana ya Shajara Taiba kusini magharibi mwa Iran na kusema kimya na vyombo vya habari vya kimataifa mbele ya mauaji ya wasichana wa shule ya msingi nchini Iran kinashangaza sana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ameongeza kuwa hakuna hata mmoja kati waliotekeleza uhalifu huo au waliounga mkono ambaye ameeleza kusikitishwa na tukio hilo, kutoa mkono wa pole au hata kulitambua kuwa ni jinai. Ni vyema kukumbusha hapa kuwa Jumamosi iliyopita shambulizi la Marekani liliua shahidi wasichana 165 waliokuwa na umri kati ya miaka 7 hadi 12 wakiwa madarasani katika shule ya msingi ya Minab nchini Iran na karibu walimu wao 20. Mazishi ya wanafunzi hao wa kike wa shule ya msingi huko kusini mwa Iran yalifanyika kwa huzuni kubwa na majonzi, huku wazazi waliokuwa wakiomboleza wapendwa wao wakitoa wito wa kulipiza kisasi dhidi ya mauaji hayo. George Galloway, mbunge wa zamani wa Uingereza, alisema mauaji hayo ya halaiki yaliyofanywa na Marekani dhidi ya wanafunzi wa kike 165 nchini Iran ndiyo maafa makubwa zaidi yaliyowahi kufanywa na Marekani tangu wakati wa vita vya Vietnam. Nini hasa ambacho kitaibuliwa? Tutaendelea kusogezeana taarifa hizi kwa kina zaidi. Shukrani kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.